Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu mchana wa leo kwa ajili ya wema wake na kwa ajili ya upendo wake. Tena nashukuru Mungu kwa ajili ya mwaka mpya ambaye Bwana ametujalia kuona. Tuko na jambo la kushukuru na kumwambia Bwana ni asante. Happy New Year. Kwa hivyo nashukuru Mungu maana Bwana ametusaidia kuona mwaka huu. Wiki ya kwanza katika mwaka sio kawaida, bali imegharimu mkono wa Bwana, bali imegharimu uwezo wake, bali ni kwa neema yake ametusaidia kuona mwaka huu. Kwa hivyo tuko na jambo la kumwambia Bwana asante, tuko na jambo la kumtukuza Bwana kwa ukuu wake, tuko na jambo la kuambia Bwana anastahili kuabudiwa na hakuna mwingine aliye na uwezo kama wake. Kwa hivyo leo tunaenda kuangalia neno la Bwana. Dhimu yetu siku ya leo, utafurahia kazi ya mikono yako, ama chochote utakachokifanya mwaka huu utafurahia katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kunakuwa na itilafu, mtu anaweza akafanya kazi na akashindwa kuifurahia, lakini leo mwaka huu naomba ukaweze kuamini pamoja na mimi, ukaweze kuweka tumaini kwa Bwana, ukaweze kuamini chochote utakachofanya, kazi yako na ya mikono yako utaifurahia mwaka huu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wacha niombe kwa sababu ya neno na Mungu atapokea sifa. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya uhai, afya njema na uzima. Jina lako libarikiwe na lipewe sifa. Wakati Baba tunapoenda kusikia neno lako, Roho wako akasukua usukani, nami nitakushukuru na kulinua jina lako ukiwa mbinguni. Ninakuita Bwana ukatutawale, nakuita Bwana ukadhihirike, nami nitakushukuru na kulinua jina lako ukiwa mbinguni. Kila mipango yote ya uovu tunaikamata mateka na kutangaza Yesu ni Bwana katika mwaka wa 2026, maana wewe ndiye tumaini na tarajio letu. Wewe ndiye ubarikiwe, pewe sifa na utukufu, na ni kupitia jina la Yesu tunaomba kushukuru pamoja na kuamini. Amen. Isaiah 65 mstari wake wa 21 mpaka 23. Watajenga nyumba na kuishi ndani yake, watapanda mashamba ya mizabibu na kula matunda yake. Hawatajenga nyumba na watu wengine waishi ndani yake, au kupanda mazao na wengine wale. Kwa kuwa kama zilivyo siku za mti, ndivyo zitakavyokuwa siku za watu wangu. Wateule wangu watafurahia kwa siku nyingi kazi za mikono yao. Amen. Hebu soma pole pole. Watajenga nyumba na kuishi ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema, Bwana akasema watu wa Bwana watajenga nyumba na wataishi ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Unajua unaweza ukajenga nyumba na ukashindwa kuingia, lakini lengo la Bwana ama upendo wa Mungu ni unapojenga nyumba ukakaa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Unapojenga nyumba mwaka huu wa 2026 ama ile ulikuwa unajenga 2025, Mungu akakusaidia ukajenge, ukakamilishe na ukakaa ndani yake katika jina la Yesu. Uamini Mungu, wewe tumaini kwa Mungu. Hata unapojenga, hata unapofanya, unasema kwa jina la Yesu, hii nyumba ninayoijenga nitajenga na nitaikamilisha na nitakaa ndani yake katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ni kuongea, mambo ni kutabiri, mambo ni kujinenea. Maadui wanaposema hautakaa, wewe unakuja katika nyumba ya Mungu, unapiga magoti, unasema kwa jina la Yesu, hii nyumba ninayoijenga nitakaa ndani yake katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Maadui huwa wanatakia watu mabaya, lakini lengo la Bwana ni tujenge nyumba na tukae.
Kwa hivyo ni lazima unapokuja katika mwaka huu wa 2026 ukaweze kunenea, ukasema kama ni ujenzi unaojenga, useme hii ninajenga na nitakaa katika jina la Yesu. Amen. Amen. Watapanda mashamba ya mizabibu na kula matunda yake. Watapanda mashamba ya mizabibu na kukula matunda yake. Bwana Yesu asifiwe. Unapopanda mashamba ya mizabibu ama mashamba ya vitu ambavyo umepanda, amini Mungu, useme kwa jina la Yesu, haya mashamba nimepanda, nitakula matunda yake. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka wa 2026 imekuja kukutabiria, imekuja kukunenea, chochote utakachopanda utakula matunda yake katika jina la Yesu. Ijapokuwa maadui wamenena, na mimi nikiwa na mafuta ya Bwana ninanena katika jina la Yesu, utapanda na utakula matunda yake katika jina la Yesu. Amen. Kile kinachohitajika ni uamini Mungu, na huo unanenea maisha yako, huo unanenea mashamba yako, huo unanenea biashara yako. Sio kufanya biashara tu. Unaweza kufanya biashara na ukashindwa kukula matunda yake. Unaweza kufanya kazi kwa bidii, lakini pesa zote zinamalizikia kwa madaktari, vitu vyote vinamalizikia kwa makesi. Ni lazima useme na utabiri mwaka huu na unenee mwaka huu, useme hii kazi ninayefanya, hii mizabibu ninayepanda, hii mashamba ninayepanda, hii kazi ya mikono yangu ninayefanya, nitafurahia matunda yake katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sio kuajiriwa mshahara, alafu mshahara ukiingia magonjwa naye yanaingia, unakuta daktari amesukua maelfu mamia anachukua. Hiyo sio sehemu ya watu wa Mungu, hiyo sio sehemu yao. Mungu anataka tunapopanda mashamba, tunapopanda mizabibu, tukafurahie matunda yake, sio maadui kufurahia, sio makesi yanachukua pesa zote. Hapana. Unasema mimi mwaka wa 2026 nitafurahia kazi ya mikono yangu. Unapiga magoti, unanenea maisha yako, unanenea biashara yako, unaambia wewe biashara, nitafanya biashara mwaka wa 2026 na matunda yake nitayafurahia mimi na familia yangu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Maisha ni kunenea. Usinamasa mwaka wa 2026 ukatawaliwa na maadui. Hapana. Inuka ukanene, inuka ukainue mikono yako kwa Bwana, inuka ukainuka kimaombi, useme mwaka wa 2026 ni mwaka wangu wa kufurahia kazi ya mikono yangu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. 22. Hawatajenga nyumba na watu wengine waishi ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanakataa unajenga nyumba alafu wengine wanakuja kukaa. Hapana, hiyo sio sehemu ya watu wa Mungu. Ni lazima tukatae. Unasema hii nyumba ninajijengea mimi na mke wangu na watoto wangu, ama kama hujaoa unasema hii nyumba ninaijengea katika jina la Yesu na nitakaa. Kwa nini utoe jasho yako ujenge alafu watu wengine wakae? Kwani ulikuwa unajengea watu wengine? Ulikuwa umejijengea wewe mwenyewe? Kama uko na familia unajenga wewe na familia yako, lazima uinene, useme wewe nyumba ni wa Eriki na mke wake na watoto wake katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio kujenga nyumba ukimaliza kuweka dirisa unakuwa mgonjwa, unaenda unakufa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo sio sehemu ya watu wa Mungu. Watu wa Mungu mwaka wa 2026 mnapofanya kazi mnapaswa kuinenea.
mnapaswa kuinua mikono na kuielekeza. Hata nyumba iko na masikio, unaambia wewe nyumba, unasikia? Wewe nyumba ni yangu na familia yangu katika jina la Yesu. Unainenea, unaiambia, na iko na masikio na iko na macho na inasikia na inaona. Yesu. Unajua imani ni vitu ambavyo havionekani kwa macho ya kawaida, lakini imani ni kile utakachoamini. Maandiko yanasema hatutajenga nyumba mwingine akakaa. Yesu. Yaani ujenge nyumba, mapepo ushindwe na kukaa kwa nyumba yako ambayo umejenga. Ukao ukifukuzwa na mapepo, wewe kataa. Sema hii nyumba nilijenga nikae na amani na nikae na furaha katika jina la Yesu. Au kupanda mazao na wengine wale. Haupaswi kupanda mazao wengine wakule. Mwaka wa 2026 nimekuja kukuambia mazao utakayopanda sio wengine watakula, ni wewe utakula katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ukule na watoto wako na familia yako. Wewe, maandiko yanasema hautapanda mazao wengine wakakula. Kwani unapaswa kuamini neno la Bwana. Mwambie Bwana, neno lako linaniambia sitapanda mashamba, sitafanya kazi mwingine akakula. Useme nimekataa. Magonjwa hayatakula, accident haitakula, ajali haitakula, wachawi hawatakula, waganga hawatakula katika jina la Yesu. Majini hayatakula, magonjwa hayatakula katika jina la Yesu. Amen. Unanena na vile ambavyo havipaswi kukula unavikomesha. Unaviambia hii kazi sio ya kukuliwa na daktari. Hii kazi sio ya mawakili na majaji. Hii kazi sio ya maaskari. Hii kazi ni ya kununua chakula, ya kulipa school fees, ya kuendeleza biashara yangu na ya kufanya mambo mazuri ambayo ninayoyataka. Bwana Yesu asifiwe. Unainenea, iko na masikio inasikia. Maandiko yanatuambia hamtafanya kazi wengine wakakula. Kwa hivyo ukiona watu wengine wanakula kazi yako, hiyo sio sehemu yako. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilikuwa dereva wa taxis miaka ambayo imepita. Kijana wangu first born akagonjeka sana. Ila pesa nilikuwa napata yote inaenda na madaktari. Sasa nikakuja kujiuliza, sasa hii kazi ninafanya kwani ninafanyia daktari? Wiki mbili mtoto akosi. Wiki mbili. Nikasema hii nimekataa. Bwana Yesu asifiwe. Nikakataa, nikaambia hii roho, wewe sio kutumia jasho yangu. Na nimekataa katika jina la Yesu. Kazi, pesa yangu ni ya kufanya kazi ambayo inastahili. Nikakataa hiyo roho na nikaitoa dhabihu, nikaambia Bwana, hii roho nimeikataa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ukilalia masikio unaweza kupata mshahara, hiyo hata shilingi iwezi kukusaidia kwa sababu ya maadui. Bwana Yesu asifiwe. Lakini inahitajika mwaka wa 2026 uinuke, usimame, ukatae kile kinachotumia jasho yako ambacho akistahili. Leo na mwaka wa 2026 ukikomesha na ukiambia hakina uwezo katika mwaka wa 2026. Vitu ambavyo vinavitumia pesa zako kwa njia ambayo haistahili, wewe kataa 2026. Useme hiyo nimekataa katika jina la Yesu. Uamini Mungu naye Bwana atakusaidia. Upange vitu vyako 2026 vitafanya nini? Pesa yako ya mshahara wako itafanya nini 2026? Bwana Yesu asifiwe. Unaiwekea mipangilio
hii nikipata itafanya hivi, hii nikipata itafanya hivi. Bwana Yesu asifiwe. Unatangaza katika jina la Yesu, naye Bwana atakusaidia, naye Bwana atakuonekania. Kwa kuwa kama zilivyo siku za mti, ndivyo zitakavyokuwa siku za watu wangu. Wateule wangu watafurahia siku nyingi kazi za mikono yao. Watu wangu watafurahia siku nyingi kazi ya mikono yao. Bwana Yesu asifiwe. Unapaswa kufurahia kazi ya mikono yako siku nyingi. Kama ulikuwa kijana unafanya kazi, unasema hii mjengo nilijenga nikiwa kijana, hii shamba nilinunua nikiwa kijana, hii gari nilinunua kwa kazi ambayo nilikuwa nafanya. Bwana Yesu asifiwe. Sio fanya kazi miaka 10 na hakuna kitu ambacho unaweza kuonyesha watu, utafurahia nini? Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema watu wangu watafurahia kazi ya mikono yao siku nyingi, kumaanisha kile ambacho Mungu amekubariki nazo sio ya kukula na kumalizika, ni kitu ambacho kitakuwa kikionekana. Bwana Yesu asifiwe. Unasema hii kazi nilikuwa nafanya, nikaanza hii kazi, nikanunua hii, nikajenga nyumba, nikanunua hii, nikanunua kazi ambayo inaonekana, ambayo utaifurahia. Unajua ukinunua kitu unafurahia kuiona kazi ambayo ulikuwa unafanya. Bwana Yesu asifiwe. Hata wewe mwenyewe unakuwa na furaha, maana ile kazi ulikuwa unafanya kuna jambo inaonekana na unafurahia, unasema hapa. Hata watoto wako unawaambia, waangalia hii. Ikiwa kijana sikuwa nimelalia masikio, nilikuwa nafanya kazi na nilianzia na hii, Mungu amenipeleka hapa, sasa niko hapa na ninaenda mbali katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kama adui alikuwa amekalia vitu vyako 2025, mwaka huu ni mwaka wako wa kufurahia kazi ya mikono yako, na ukaifurahia siku nyingi katika jina la Yesu. Sio siku moja ama siku mbili, ni siku nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Kama ulikuwa umeajiriwa, unafurahia kazi yako siku nyingi. Nilichukua loni nikafanya hivi, nilichukua loni nikajenga haya maplot, nilichukua nikafanya. Bwana Yesu asifiwe. Unafurahia kazi ya mikono yako siku nyingi. Kwa hivyo Mungu awape neema mwaka huu wa 2026, vitu vyenu mkafurahia kazi ya mikono yenu siku nyingi katika jina la Yesu. Hata kama ni kazi gani unafanya, amini Mungu, useme hii nitaifurahia siku nyingi kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sio kufanya kazi hata watoto wenyewe unashindwa kusomeza. Hiyo ni nini? Uwe na bidii na watoto wanakaa nyumbani ati hawana school fees, ati pesa yote imeenda na magonjwa. Hiyo sio sehemu ya watu wa Mungu. Hiyo tunakataa katika jina la Yesu. Na uamini leo na mwaka huu ukatae kila ambacho unaona akifai, ukatae. Lazima ujiite kama mkutano, useme hiyo miaka yote nimefanya kazi, nimefanya nini? Kama uoni, sema mwaka huu nitaona. Kama uyaona miaka hiyo umefanya, mwaka huu tangaza, useme mwaka huu nitaiona na nitaifurahia katika jina la Yesu. Sikuiona miaka iliyopita, lakini mwaka huu ni mwaka wa neema ya Bwana, mwaka wa ushindi wa Bwana. Nitafanya na nitaifurahia, nitajenga na nitakaa. Bwana Yesu asifiwe. Na hata mikono unainenea, lazima wewe mikono, kazi ya mikono yangu nitaifurahia kwa jina la Yesu. Unalelea mikono yako, unaiambia wewe mikono, kazi nitakayofanya 2026 nitaifurahia katika jina la Yesu. Naye Bwana atakusaidia na utaifurahia. Na sio kufurahia siku moja tu unakula vitu vinaisha. Utafurahia siku nyingi, kumaanisha utakula na utakuwa na akiba ya kufanya kitu ambacho utafurahia siku nyingi. Tuko pamoja?
Praise the Spirit. Hilo ndilo neno la Bwana, na hilo ndilo kusudi la Bwana katika maisha yetu. Watu wa Mungu wafurahie kazi ya mikono yao siku nyingi. Praise the Spirit. Kwa hivyo Mungu awape neema mwaka huu wa 2026, mkafurahie kazi ya mikono yenu siku nyingi katika jina la Yesu Kristo. Kukawe na furaha, kukawe na kishindo, kukawe na kushangilia mwaka wa 2026 katika jina la Yesu. Amani ya Bwana na furaha ya Bwana ikaweze kuwa juu yenu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunaenda kuomba. Amini Bwana Yesu kwa kila jambo, naye atakusaidia. Mambo haya naye hayawezekani kama uyamkubali Yesu. Lazima ukubali Yesu katika maisha yako, awe mwokozi na mkombozi wako, akuokoe na akufanya kuwa mwana, na neema ya Bwana itakuwa juu yako. Kama uyaokoka, ningependa urudie hiyo ombi nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, ninakupenda, mimi ni mwenye dhambi, natubu dhambi zangu na makosa, kanisamehe mwaka wa 2026, uvute jina langu katika kitabu za mauti, uandike jina langu katika kitabu za uzima. Nimekataa shetani na nimekukubali Yesu uwe mwokozi na mkombozi wangu katika mwaka huu. Unisaidie, neema yako kaweze kuwa juu yangu, na ni katika jina la Yesu ninaokoka na kuamini. Amen. 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 Mungu wa amani akubariki, na uende kanisa inayomwabudu Mungu kwa roho na kweli, na ukiri katika maisha yako kumtumikia Bwana Mungu, naye atakusaidia. Mungu naye atakulinda. Kwa hivyo ninataka niombe na wewe uko na hitaji. Kama wewe ni mgonjwa, ninataka nitangaze uponyaji. Kama kuna kitu kilichokuwa kinafurahia kazi ya mikono yako, leo tunakikomesha. Tunatangaza ni wewe utakayefurahia kazi ya mikono yako katika jina la Yesu. Nataka uamini Mungu akubadilishia maisha mwaka huu. Nataka uamini Mungu, weke tumaini kwake, naye Bwana atakusaidia na atakulinda mwaka wa 2026 katika jina la Yesu. Wacha tuombe. Waamini Bwana, inua mkono wako, Bwana naye akusaidia. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu ninakushukuru. Nasema ni asante kwa ajili ya uhai na afya njema. Maandiko yametuambia kwamba Bwana tutajenga nyumba na tutakaa ndani yake. Tutafurahia kazi ya mikono yetu katika jina la Yesu. Baba, ninatangaza mwaka huu wa 2026 watoto wako wakafurahia kazi ya mikono yao katika jina la Yesu Kristo. Watoto wako Bwana hawatajenga nyumba mwingine akakaa, hawatapanda mizabibu wala kufanya kazi wengine wakafurahia katika jina la Yesu. Ninatangaza 2026 wakafurahia kazi ya mikono yao katika jina la Yesu. Kila magonjwa yalikuwa yanawanyima furaha, kila magonjwa yalikuwa yanakula vitu vyao, nimekuja kuyakomesha na kutangaza kwa jina la Yesu. Ninatangaza uponyaji, ninatangaza uponyaji wa kimwili, ninatangaza uponyaji wa kiroho katika jina la Yesu Kristo. Nimekuja kubariki watoto wako na kutangaza wamebarikiwa, wao ni washindi, wao ni wabarikiwa katika jina la Yesu. Mungu wabariki 2026, neema yako ikawatangulie, baraka zako zikawatangulie, ukuu wako ukawatangulie katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu ulio hai. Baba, wabariki Bwana, ukawainue. Ninatangaza kuwekwa huru na kuwekwa huru kwao katika jina la Yesu. Walio nyumba hii wabariki, ukawainue. Wanasikia injili hii kwa mitandao ya kijamii, Mungu ukawabariki, ukawainue, ukawape ushuhuda mwaka wa 2026, ukawape na furaha katika jina la Yesu, Mwana wa Mungu ulio hai. Wabariki, washindanie, wabariki, wapiganie, na jina lako litabarikiwa na litapewa sifa katika jina la Yesu, Mwana wa Mungu ulio hai. Inuliwa Baba yetu, umetenda mema, pewe sifa na utukufu, na nikupitia jina la Yesu tunaomba kushukuru na atakuamini. Amen. Amen. Mungu wa amani wabariki na watangulie mwaka wa 2026. Neema ya Yesu na ushindi wa Bwana. Jitoeni katika Bwana, naye Bwana mtaona akiwatendea mambo makubwa katika jina la Yesu. Amen. Amen. Amen.